Karibuni tena ndugu wapendwa katika familia yetu ya Maarifa ya Neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inazungumzia juu ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Na katika tafakuri hii tutaenda kujibu maswali mawili muhimu, na swali la kwanza ni je, Bikira Maria alizaliwa pasipokuwa na dhambi? Na jibu la pili ni je, Shetani alizaa mtoto au alizaa watoto? Tunaweza kumtafakari mama Bikira Maria katika maandiko matakatifu kwa kina sana. Na hii inaanzia katika kitabu cha kwanza, yani kitabu cha Mwanzo, na kuendelea mpaka kitabu cha mwisho cha Biblia ambacho ni Ufunuo wa Yohana. Matukio mengi ya Agano la Kale ambayo yalizungumziwa sana, ambayo tunayahusisha na Bikira Maria, ni kwamba matukio haya yalikuwa ni kivuli cha habari na majukumu ya Bikira Maria, ya ushiriki wake katika ukombozi wetu, na vile kama yeye kama mfano kwetu. Sasa utaona basi kwamba katika wanawake waliowahi kuzungumzwa zaidi au kuzungumziwa zaidi katika Biblia, wa kwanza ni Bikira Maria. Tumeona kwamba alianza katika kitabu cha Mwanzo, tena mwanzoni kabisa, na mpaka mwishoni, yani katika Ufunuo wa Yohana. Kwa wenzetu Waislamu nao, Bikira Maria ni mwanamke pekee aliyetajwa katika kitabu chao cha Qur'an, na hata kubeba sura nzima, yani sura Maryam. Hii ni sura ya 19 ya kitabu hiki cha Qur'an ambacho kina mistari 98, au tunaweza tukasema kina aya 98. Kama tunavyosoma sura na mistari katika Biblia, basi ndivyo hivyo na Qurani ilivyo, kwamba ina sura na ina aya, au wakati mwingine tunasema mistari. Kwa hiyo kitabu hiki cha Qurani kina sura maalum kabisa kwa ajili ya mama yetu Bikira Maria, kinaitwa sura Maryam au surat Maryam, na ni sura ya 19. Ukisoma aya ya 33 utaona kwamba kinamwelezea Bwana wetu Yesu Kristo katika kuzaliwa kwake, katika kufa kwake na kuja kwake mara ya pili. Sasa kwa wale ambao hawajasoma au hawajawahi kuiona Qurani, ni kuwa kama ilivyo Biblia, Qurani ina sura na ina aya, ila wao wameongezea kitu kinachoitwa ruku, na hiki ni kama paragraph au ni sehemu inayokusanya zile aya zinazoelezea kitu kimoja. Sasa basi, kama tulivyosema kwamba habari ya Bikira Maria katika Biblia inaanza mwanzoni kabisa na mpaka mwishoni, ni kwamba kama tujuavyo, safari ya ukombozi wetu ilianza mara baada ya anguko la Adam na Eva. Safari ya ukombozi wetu ilianza mara baada ya anguko la Adam na Eva, na ndiyo maana ukimwondoa Adam na Eva, maana yake basi safari yetu ya ukombozi haitakuwa na maana, kwa sababu inaanzia pale katika anguko la hawa wawili, yani Adam na Eva. Safari hii ilianza pale uadui ulipowekwa kati ya mwanamke na nyoka. Safari hii ilianza pale uadui ulipowekwa na Mungu kati ya mwanamke na nyoka. Sasa Mungu alisema hivi, ukisoma Mwanzo 3:15, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Tuishie hapo. Nitaweka uadui kati yako, yani nyoka, na huyo mwanamke. Alafu Mungu akaendelea,
kati ya uzawa wako na uzawa wake, kwamba Mungu ataweka uadui kati ya mwanamke na nyoka, na vile vile kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Mungu akaendelea kusema, yeye atakiponda kichwa chako, nawe utamuuma kisigino chake. Sasa hapa ni yupi? Je, ni uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, au ni mwanamke na nyoka? Lakini Mungu anasema katika Mwanzo 3:15, yeye atakiponda kichwa chako, anamwambia nyoka, nawe utamuuma kisigino chake. Mara nyingi watu wanashindwa kuelewa maana ya uzawa wa nyoka na uzawa wa mwanamke, na mara nyingi tunaelewa wazi kwamba uzao wa mwanamke uliozungumzwa ni Yesu. Sasa je, uzawa wa nyoka ni upi? Kama uzao wa mwanamke ni Yesu, je, uzao wa nyoka ni upi? Lakini sasa hapo ndipo watu wanauliza maswali kwamba je, Shetani, kwa sababu tunajua kwamba nyoka ni kivuli cha Shetani, je, Shetani alizaa watoto au alizaa mtoto? Kama ni ndiyo, je, ni nani? Sasa pamekuwepo na maelezo mengi sana ya kuelezea ni nani aliye uzawa wa Shetani. Hata baadhi ya wazungu weupe walidhamiria kabisa kusema kwamba uzao wa Shetani ni watu weusi. Watu wamekuwa wakihangaika sana kutafuta uzao huu wa Shetani ni upi, endapo kama uzao wa Bikira Maria ni Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa watu wamekuwa wanatoa maelezo mengi sana yasiyokuwa rasmi yaliyotokana na kutokuelewa maana halisi ya maneno hayo na matumizi mabaya ya neno la Mungu. Wengi wanalitumia neno la Mungu kwa maslahi yao, kama tulivyoona kwamba wazungu wanadhani kwamba uzao wa Shetani au uzao ule wa nyoka ni watu weusi na uzao wa mwanamke wengine wanasema ni watu weupe. Na ndiyo maana Yesu hata siku moja hawekwi au picha za Yesu hazionyeshi akiwa na rangi nyingine tofauti na ile ya watu weupe. Sasa hivyo basi, ili tuelewe uzawa wa Shetani ni upi na ule wa mwanamke ni upi, ni muhimu kuyatafakari maandiko matakatifu kwa kina. Kwanza ni muhimu kuelewa maana ya uadui, kwa sababu Mungu alisema, nitaweka uadui kati yako wewe nyoka na mwanamke. Mungu aliweka uadui kati ya hawa wawili. Sasa ni muhimu kuelewa kwanza maana ya uadui. Uadui unamaanisha vitu viwili tofauti kabisa visivyoweza kukaa pamoja. Vitu viwili tofauti kabisa visivyoweza kukaa pamoja, ndio maana ya uadui. Uadui ni kitu ambacho hakiwezi kuchangamana, mara zote kinakuwa tofauti, kinakaa mbalimbali. Sasa je, ni vitu gani ambavyo vinamaanisha uadui? Hivi vinapatikana mwanzoni kabisa katika uumbaji. Vitu hivi viwili vinapatikana mwanzoni kabisa katika uumbaji, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo. Utaona kwamba katika uumbaji, siku ya kwanza, Mungu aliumba nuru. Siku ya kwanza Mungu aliumba nuru au mwanga,
Na Biblia kama inavyotueleza inasema hivi katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, inasema kisha alitenganisha nuru, yaani mwanga, na giza ambalo lilikuwepo katika vilindi vya maji. Kumbe kulikuwa na giza lililokuwepo katika vilindi vya maji, na Mungu aliumba kitu cha kwanza ambacho ni nuru au ni mwanga, na alivitenganisha kati ya nuru na giza lililokuwepo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Sana sana utaona mstari wa 2 mpaka wa 5 ndio utaelezea vizuri zaidi. Tunauacha mstari wa 1 kwa makusudi kidogo. Sasa hapa tunaona kwamba giza lilikuwepo, na swali utakaloweza kuniuliza ni nani aliyeliumba giza, ikiwa kama Mungu hakuumba giza bali aliumba mwanga au nuru kwanza. Hii ni tafakari nyingine ya kina ambayo tutakuja kuelezea katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Sasa giza na nuru kama tunavyosoma katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, unasema kwamba giza na nuru havikuweza kukaa pamoja. Palipo na nuru, giza linatoweka. Daima nuru ulifukuza giza, kwa sababu haviwezi kuchangamana. Sasa Biblia inasema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 5, anasema hivi: na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halikuweza kuushinda. Na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halikuweza kuushinda. Ni muhimu sana kuyatambua maneno haya. Sasa basi, mwanamke aliyezungumzwa pale bustanini Edeni si mwingine bali ni kivuli cha Bikira Maria, kama tulivyoona katika tafakuri iliyotangulia ambayo inazungumzia habari ya wanawake katika Agano la Zamani kama kivuli kwa habari za Bikira Maria. Na tulizungumza Eva kwamba ni mwanamke wa kwanza ambaye anazungumziwa katika Biblia mwanzoni kabisa kama kivuli cha yatakayokuja kutokea, yaani Bikira Maria. Na ndivyo tulivyosoma katika Biblia kwamba chochote kile kilichotokea katika Biblia ni kivuli yaani vyote vilivyotokea katika Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha mambo ambayo yanatokea hasa ya juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nyoka katika kitabu hiki cha Mwanzo alikuwa ni kivuli cha Shetani. Sasa uzao wa nyoka ni kivuli cha jambo gani? Nyoka alikuwa ni kivuli cha Shetani. Sasa je, uzao wa nyoka ni kivuli cha jambo gani? Sasa tukirudi pale tulivyozungumza habari ya mwanga na giza, kwamba hivi viwili vimekaa pamoja lakini vina uadui, havichangamani. Kimoja kikiwepo kingine kinapotea. Na Mungu alipoumba mwanga alitenganisha kati ya mwanga na giza lililokuwepo, havikuchangamana. Sasa hapo utaona kwamba uzao wa nyoka ni kivuli cha dhambi au giza. Kivuli cha uzao wa nyoka ni dhambi au giza. Na je, uzao wa mwanamke ni nini? Uzao wa mwanamke ni kivuli cha mwanga. Kama uzao wa nyoka ni kivuli cha giza au dhambi, uzao wa mwanamke ni kivuli cha mwanga. Sasa utaniuliza, iweje tunasema kwamba Yesu ndio uzao wa mwanamke? Iweje sasa tuseme kwamba uzao wa mwanamke
ni mwanga na siyo Yesu. Hapo utakuwa umekosea, kwa sababu tunaelewa wazi kwamba mwanga ndiyo Yesu mwenyewe. Yesu amekuwa akizungumza sana kuhusu habari ya nuru na giza. Alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye au yeyote anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Alisema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote yule anifuataye hata kwenda gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Unaona Yesu anavyotenganisha kati ya giza na nuru, na hiyo tumeisoma katika Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Kumbe basi maneno ya Mungu katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 yanadhihirisha unabii wa hali ya juu kabisa unaoelezea ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Dhambi na mauti, manake dhambi na mauti ni kivuli cha uzao wa nyoka, giza. Sasa pale mwanzo kabisa Mungu anadhihirisha unabii wa hali ya juu unaoelezea ushindi dhidi ya dhambi na mauti, na ushindi huu unapatikana kwa njia ya Yesu Kristo aliye uzao wa mwanamke, yaani Bikira Maria. Utaona basi uadui ulitangazwa kwanza kati ya nyoka ambaye ni kivuli cha Shetani na mwanamke ambaye ni Bikira Maria. Na Mungu alisema hivi kama tulivyoona katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 5, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Sasa kama tulivyoona ya kuwa uadui unamaanisha kutenganisha kabisa kati ya vitu viwili, kumbe maneno ya Mungu yanadhihirisha wazi kuwa Bikira Maria alitenganishwa kabisa na himaya ya Shetani au himaya ya dhambi. Bikira Maria alitenganishwa kabisa na himaya ya Shetani na himaya ya dhambi. Na huu ni uthibitisho kamili kuwa Mama Bikira Maria alizaliwa pasipokuwa na dhambi. Mama Bikira Maria alizaliwa pasipokuwa na dhambi. Katika tafakuri itakayofuata hii tutaelezea kwa kirefu zaidi kuonyesha ni kwa nini na Mungu alikuwa na makusudi gani ya kutangaza uadui kati ya mwanamke na nyoka. Kwa nini Mungu alitenganisha au alimtenganisha Bikira Maria na Shetani? Aliweka uadui na aliwatenganisha kabisa. Sasa je, kuna wakati Bikira Maria aliingia na kutokuwa adui wa Shetani na baadaye akaondoshwa kuwa akafanywa kuwa adui wa Shetani? Hakuna. Bikira Maria alitenganishwa kwa maneno ya Mungu yaliyotamkwa pale bustanini Eden, kwa uthibitisho kabisa na kwa unabii wa hali ya juu kwamba nitaweka uadui kati yako wewe Shetani na huyo mwanamke. Ikiwa kama Mungu hakupenda kuweka uadui kati ya Shetani na mwanamke, basi sentensi ya kwanza isingelisema nitaweka uadui kati yako wewe na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke, vitu viwili tofauti. Mungu alianza kwa kumtenga huyo mwanamke. Mungu anasema huyo mwanamke. Na je, huyo mwanamke ni yupi? Yesu anatuthibitishia kwamba huyo mwanamke ni Bikira Maria. Ndiyo maana Yesu alimwambia, nina nini nawe
mwanamke, nina nini nawe? Yesu alimwita mama yake mwanamke mara 2 katika Biblia. Sasa kumbe huyu ndiye huyo mwanamke ambaye Mungu aliweka uadui kati ya nyoka aliye kivuli cha Shetani. Aliweka uadui kati ya huyu na huyo mwanamke. Tutaendelea. Tumsifu Yesu Kristo.